Jangwa lilikuwa limeenea kwa upana bila mwisho. Lakini katikati ya kambi ya Israeli, jambo la ajabu lilikuwa karibu kutokea. Mungu alikuwa amewasamehe watu wake baada ya dhambi ya ndama wa dhahabu. Na sasa alitaka kuwaonyesha kitu kikubwa zaidi. Alitaka kuishi kati yao. Jioni moja, nyota zilipoanza kung'aa juu ya jangwa, Mungu akamwambia Mose, "Waambie watu wa Israeli walete sadaka kwangu. Kila mtu ambaye moyo wake uko tayari, achukue dhahabu, fedha, shaba, kitani safi, ngozi za wanyama, miti, mafuta na vito vya thamani. Kwa hivi watanijengea patakatifu, nami nitakaa kati yao." Macho ya Mose yalijaa furaha. Mungu mkuu ambaye alipasua bahari na kutetemesha mlima kwa radi, alitaka kuishi katikati ya kambi yao. Asubuhi iliyofuata, Mose akawakusanya watu. Sauti yake ikasikika katika mahema yote. "Bwana ametuamuru tumjengee maskani, mahali patakatifu pa makao. Kila mtu aliye na moyo wa hiari alete zawadi zake kwa Bwana." Watu wakakimbilia mahema yao. Mara mkondo wa wanaume, wanawake na watoto ukaja mbele wakiwa na hazina mikononi mwao. Wengine walibeba bangili na pete za dhahabu. Wengine walileta mabakuli ya fedha, vifaa vya shaba na mbao za mshita. Wanawake wakasokota kitani safi, nyuzi za buluu, za zambarau na nyekundu. Wachungaji wakaleta wanyama kwa dhabihu. Watoto walibeba mitungi midogo ya mafuta na manukato mazuri. Kila siku watu walileta zaidi na zaidi, mpaka hatimaye wafanyakazi wakamwambia Mose, "Watu wanaleta kupita kiasi. Kuna zaidi ya kutosha kwa kazi ambayo Bwana ameagiza Mose." Akatabasamu na kuambia watu waache kuleta. Ukarimu wao ulikuwa umepita kiasi kwa sababu mioyo yao ilikuwa imejaa upendo kwa Mungu. Sasa kazi ikaanza. Mungu alikuwa amempa Mose mpango, na mafundi wenye ujuzi wakajitokeza kujenga sawasawa na alivyoamuru. Bezaleli na Oholiabu walijazwa na Roho wa Mungu kwa hekima na ujuzi wa kubuni na kutengeneza. Mikono yao iliunda taa za dhahabu, ikakata mbao kuwa fremu na kushona vitambaa kuwa mapazia ya kupendeza. Watu wakaona hema takatifu likichukua umbo polepole, hema kubwa lisilo la kawaida. Kuta zake zilikuwa za mapazia yaliyosokotwa, yaliyopambwa na makerubi kwa nyuzi za buluu, zambarau na nyekundu. Fremu zikasimama imara, zikiwa zinang'aa kwa misingi ya fedha na vifungo vya dhahabu. Ndani, pazia la kitani safi lilining'inizwa, likitenganisha mahali patakatifu na mahali patakatifu zaidi. Nyuma ya pazia palipowekwa sanduku la agano, kasha la mbao lililofunikwa dhahabu safi. Juu yake palikuwa na kiti cha rehema na makerubi mawili ya dhahabu yaliyonyosha mabawa kuelekezana. Katika mahali patakatifu palikuwa na kinara cha dhahabu chenye matawi 7, kikimulika kwa mwanga wa mafuta safi ya zeituni. Pia palikuwa na meza ya mikate ya uwepo na madhabahu ya dhahabu ya uvumba, ambako moshi mtamu ulipanda juu kama maombi kwenda mbinguni. Katika ua palikuwa na madhabahu ya shaba kwa dhabihu na birika kubwa la shaba lililojaa maji ya kuoshea.
Yote yalipangwa sawasawa. Yote yalipangwa sawasawa na jinsi Mungu alivyomwonyesha Mose. Wakati kazi ilipomalizika, watu wakaleta vyote kwa Mose. Akaangalia hema takatifu, sanduku, madhabahu, kinara cha taa, mapazia na mavazi ya makuhani. Akaona kwamba wafanyakazi walikuwa wamefanya sawasawa na amri ya Bwana, na Mose akawabariki. Kisha siku moja ya pekee, Waisraeli wote wakakusanyika wakati Mose alipolisimamisha hema takatifu kwa mara ya kwanza. Nguzo kwa nguzo, pazia kwa pazia, madhabahu kwa madhabahu, vyote vikaungana. Hatimaye, sanduku la agano likawekwa katika mahali patakatifu zaidi na pazia likawekwa mbele yake. Wakati kila kitu kilipokuwa tayari, jambo la ajabu lilitokea. Wingu likafunika hema ya kukutania, na utukufu wa Bwana ukalijaza hema takatifu. Watu wakaanguka magotini mwao wakati uwepo wa Mungu uliposhuka kati yao. Mchana, wingu lilikaa juu ya hema. Usiku, moto ukaangaza ndani ya wingu, ukilitia kambi nuru kwa joto la uwepo wa Mungu. Tangu hapo, kila mara wingu lilipoinuka, watu walisafiri. Wingu lilipokaa, walikaa kambini. Waisraeli hawakupaswa tena kujiuliza ikiwa Mungu alikuwa pamoja nao. Kila walipotazama hema takatifu, kila walipoona wingu la utukufu, walijua Mungu anaishi kati ya watu wake. Mungu anataka kuishi pamoja na watu wake. Hema lilionyesha kwamba yeye si mbali, yuko karibu. Kutoa hutoka moyoni. Watu walitoa kwa ukarimu kwa sababu walimpenda Mungu. Utii huleta uwepo wa Mungu. Wakati watu walipofuata maagizo ya Mungu, utukufu wake ukakaa kati yao. Na watoto, kama vile Mungu alikuja kuishi kati ya Waisraeli katika hema takatifu, leo pia anataka kuishi mioyoni mwetu. Uwepo wake si mbali. Uko nasi. Tunapoomba, tunapoimba, hata tunapolala. Kumbukeni usiku huu. Upendo wa Mungu ni kama mwanga wa joto gizani, unaong'aa daima kukulinda salama. Sasa fumba macho yako, pumzika katika amani yake, na ulale ukijua kwamba Mungu aliyekaa kati ya watu wake zamani, hizo ndiye Mungu huyo huyo anayeishi pamoja nawe leo. Usiku mwema, rafiki mdogo.